asubuhi tangu jana. Mimi jana sikumuona usiku kwenye mitandao. Asubuhi simu ya kwanza kabisa inaniamsha ni Evans. Evans vipi? Anasema mimi nina msimamo wangu leo. Evans, karibu sana. Yaani wewe ni mtu ambaye unasema kabisa Yanga wamepoteza pesa kwa Peter. Wamechezea. Yaani wamechezea. Kwa sababu yani Evans anaona kabisa Yanga wamechezea pesa. Na anasema haoni kabisa kwa sababu huyu Peter anakuja ana magoli 3 tu, si ndio hivyo? Ya msimu uliopita alifunga magoli 3, lakini hiyo biashara ya kuchezea pesa, hiyo biashara ni ya kwao wenyewe. Mimi sijui. Hiyo ni ya kwao. Wao wamesajili mchezaji. Lakini vipi mchezaji unavyomuona? Ni ana faida? Msimu uliopita kwenye ligi alicheza mechi 13, akafunga magoli 3. Kwenye vikombe vya domestic pale ndani alicheza mechi 2, akafunga goli 1. Lakini Kamanda tutakuja tu. Nilikuwa naweka sawa. Umemwekea sawa idadi ya magoli pale. Magoli 4. Alikuwa anataka kuongeza tu pia kwamba alikuwa achezi sana msimu uliopita kwa sababu alikuwa frozen out kwenye timu. Sio kwamba alikuwa na injury alishapona. All right. Inawezekana ikawa hivyo, lakini mechi 13 kautwanga. Yani mechi 13 kautwanga wewe mtu. Mimi ambacho nakizungumza ni kitu kimoja. Profile ya Peter iko hapo, inazungumza yenyewe. Profile inazungumza mchezaji wa aina gani. Inazungumza ni mfungaji wa muda wote wa ligi ya South Africa. Ndio. Lakini kwenye misimu hivi karibuni hajawa na performance nzuri. Tunakubaliana kwenye hilo. Hilo tunakubaliana. Hilo uko sawa. Kwa hiyo kinachotokea inawezekana ikaja kucheza class na sio form. Wewe unapendelea kipi kati hivyo viwili? Form ndio inatengeneza class. Yes. Alishatengeneza class. Yes. Kwa hiyo kinachotokea ni form yake itakuwa kwenye mazingira gani. Inawezekana ligi yetu tunaichukulia ni ligi ya kawaida. Wamewahi kuja MVPs kibao hapa na wameshindwa kusurvive. Lakini wengine walisurvive wakiwemo kina Saido wamekuja hapa na wachache. Yaani kwenye wengi ni wachache. Na Peter anaweza kuwa miongoni mwao. Inawezekana kama moja kati ya hao watu wachache. Na ndio maana nimezungumza kwa performance aliyonayo, age aliyonayo, inawezekana ikawa ni sehemu nyingine ya watu kuamini kwamba tunaweza kucheza dhidi ya Peter. Kama ameweza kucheza michezo 13 na mifunga goli 3, inawezekana ukubwa wa ligi ya South Africa tofauti na ukubwa wa ligi ya Tanzania. Lakini tumewahi kuona watu hapa wanapitia hizo struggling. Wamekuja washambuliaji kadhaa, wameshindwa kufikisha hata goli 20 kwenye ligi. Wengi wanaisha goli 16. Hata ambao walikuwa active kabisa. Yes, wamesha goli 16. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo natamani kuviona kwa Peter. Yaani natamani kuviona kwenye ligi yetu. Kwa sababu huko alikotoka amefanya vitu vikubwa na ni misimu kadhaa nyuma. Kwa sababu ukiangalia kwenye misimu hapa karibuni hakuna msimu afikisha goli 15 kwenye ligi. Alifunga goli nyingi, goli 12. Kwingine kote ni goli 9, goli 6. Yaani form yake haikuwa kwenye hiyo level kubwa kiasi hicho. Lakini msimu ambao funga goli nyingi, afunga goli almost karibu 26. 2019 21. Msimu wake bora na Sundowns alifunga goli 30. Katika michezo 46 yote. Mimi nazungumzia ligi. Ndani kwenye ligi ndio. Kwenye ligi msimu wake bora kwenye ligi ndo msimu huo pia kwenye mechi 30 za PSL alifunga magoli 23. 23 ndio. Kwa hiyo ukijaribu kuwaza toka alikofanya hivyo mpaka leo ni muda mrefu kidogo umepita. Tunazungumza ni mchezaji wa daraja kubwa kwenye mpira wa Afrika. Kwa hiyo kuna vitu vingi natamani kuja kuviona akifanya kwenye ligi yetu. Mimi Evans nahisi labda ninakuelewa katika muktadha wa kwamba ni kama fomu yake ilikuwa inashuka kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu msimu wake wa kwanza michezo 39 mabao 22, msimu wa pili michezo 46 mabao 30, msimu wa tatu michezo 34 mabao 23. Msimu uliofuata mechi 39 mabao 15. Msimu uliofuata michezo 38 mabao 8. Msimu uliofuata ambao ndo msimu uliopita sasa michezo 23 mabao 6. Kwa hiyo nahisi na kuelewa katika muktadha huo. Yaani mimi ninachokizungumza ni form. Inarudi. Wewe ndio ungekuwa na pesa kwamba wewe ndio ungekuwa kwenye nani, wewe ungechukua hicho kiasi ambacho kimetumika, ungetafuta wachezaji wengine, usingemsajili Peter. Naamini ningefanya hivyo. Lakini Evans, kibongo ligi yetu sio bora kama ya South Africa. Inawezekana. Yes. Na kama sio bora kama ya South Africa, inawezekana kwenye ligi yetu anaweza akafanya kitu bora zaidi. Au umemwangalia Peter Shalulile katika upande gani wa ligi ya ndani au kimataifa?
hata kimataifa tukirudi kwenye msimu uliopita bado performance yake I mean kwamba yani usajili wa Shalulile wewe unautazama unaenda kuisaidia Yanga pia katika upande gani? Kwa maana kwamba ni mashindano ya kimataifa ndio maana wamemsajili. Yani sidhani kama walimleta Peter kwa sababu ya kuja kucheza NBC, kuja kucheza CRDB. Sidhani kama walimleta kwa sababu ambapo kwenye ligi NBC hakuna tatizo, anaweza kufunga magoli hata zaidi ya 20 kwa msimu. Hapana. 20 afikishi. Hapana. 20 hapana. Kuna wachezaji wengi ambao wanatengeneza nafasi Evans na kuna wachezaji wengi ambao wanasajiliwa. Mamelodi wapo zaidi ya walioko Young Africans. Mamelodi wapo zaidi ya walioko Young Africans. Ndio kafunga goli 3. Kwa hiyo mimi nasubiri aje kuniprove wrong kama anaweza kufikisha goli 20. Alright, tutakuja kwako. Kamanda. Kwanza mimi nianzie kabla hujaniuliza nianzie kwenye worries za Evans. Ndio. Of course katika hali ya kawaida worries zake ziko valid. Ndio. Lakini katika hiyo pia hali ya kawaida mchezaji kama Peter hata kama hajafunga goli lolote msimu uliopita. Ndio. Is someone worth taking the risk. Ndio. Kwa sababu kwanza alipozungumzia mechi 13 akafunga magoli 3, inabidi tuweke muktadha vizuri kwamba katika mechi hizo alianza mechi 7 peke yake. Lakini pia kwa jumla alicheza dakika 562. Ila Kamanda, kwa nini walimfrozen? Kwa sababu sababu ya kwa nini walimfreeze walikuwa wao timu ndio inataka aondoke. Wanajaribu kumoffload kwa sababu wana wachezaji wengi bora. Sawa. Kumzidi. Na inawezekana hawamzidi daraja, lakini kama Shalulile ana 32 alafu na mtu kama Brian Leon ana miaka 26 au 25, thamani kubwa itakuwa kwa yule mwenye umri mdogo kwa sababu ana longevity ya mkataba. Ya mkataba ndio. Sasa ukiangalia hivyo, kwa mfano hiki Evans alichukua na kisema kwamba kuna msimu kama wa 24 25 ambao Peter alifunga magoli 11. Sundowns walikuwa na striker mwingine Ikram Rainers ambaye alifunga double ya hayo magoli ya Peter. Ndio. So you can understand kwa nini alikuwa hapati nafasi. Yaani wewe una wachezaji wawili. Mmoja Ikram Rainers ana tofauti ya miaka 3 4 na Peter na mwingine ni Peter. Sawa. So magoli 11 ya Peter kwenye timu kama Sundowns ambayo ina Brian Leon, ina Ikram Rainers, ina Tashrik Matthews. Yes. Akiwa sehemu ya hiyo timu sio mbaya. Of course worry ya Evans ni kwamba huyu ni mtu ambaye anakuja Yanga akiwa anategemewa kubeba timu. Of which I believe anaweza kufanya kwenye context ya ligi yetu hapa. Kwa mabeki wetu hawa kina Mbegu hawa. Kwa mabeki wetu. Mimi naamini Peter comfortably magoli 20 anaweza. Yuko tu kwenye box pale. Anafikisha kwa sababu kwanza msimu uliopita hajacheza mechi nyingi. Kwa hiyo ile hamu ya kucheza msimu huu ipo. Sawa. Ndio. Na sio mchezaji injury prone. Amepata injury kubwa msimu wa kabla ya msimu huu uliopita. Sawa. So thamani yake bado iko pale pale. Umeelewa? Profile yake kama all time top scorer wa ligi ya South Africa sio jambo dogo. Umeelewa? Na sio ajabu kusikia kwamba amekuwa anahusishwa pia na timu nyingine, Scotland FC ya Zimbabwe. Of course Simba ndio walifika wa kwanza. Simba walikuwa wa kwanza kabisa. Yes, Simba walifika wa kwanza na wamekuwa wana delay mazungumzo. Yaani wakati wanavutana wengine wanasema huyu umri wake mkubwa, wengine hatumsajili. Yanga wao wakapita naye. Na ni Simba ndio walikuwa wa kwanza kuzungumza naye. Okay. Umeelewa? Sasa katika hali ya kawaida mimi naamini huu ni usajili bora kabisa kwa sababu ya klasi yake na kile ambacho unajua huyu mtu anaweza kufanya, kwa sababu siku zote Juma unamsajili mchezaji based on historia yake kabisa, kwa sababu I don't think kama usisahau performance, historia hiyo historia si performance au zilishatengenezwa, si ndo nasemaje? Yani hiyo historia ni performance au historia ni imeandikwa kama unavyoambiwa kwamba Chief Mangungo Vumsovero aliweka dole gumba Carl Peters yakapita na nani. Mimi naungana na wewe, lakini Jeff anayezungumza leo, kiu ya Jeff leo hawezi kuwa Jeff 2009 wakati ndio unaingia. Kiu ni kiu tu. Nakwambia yani daraja la Shalulile, kwa sababu mimi mjadala wangu wala hauko sana kwenye anachoweza kufanya kwenye michuano ya kimataifa. Kwa sababu mimi imani yangu ya kudumu ni kwamba Tanzania hakuna timu inaweza kushindana kwenye mashindano ya Afrika. Sisi yani level yetu ya kushindana ni hapa ndani tu. Sawa. Sehemu ambayo
wewe kama ulikuwa na mastrika wawili Dube na Depu na replacements zao Dube na Depu ni Shalulile na yule Ture aliyetoka Saudia. Those are fantastic signings brother. Yani mimi I can declare sasa hivi kwamba Yanga ni very strong favorite wa kushinda ligi msimu ujao. Baada ya ujio wa Peter. No, sio Peter tu peke yake. Of course signings zingine zile za yule winga Mkomoro, winga Mzambia ni wachezaji hawa kina Libase Geye, kina Anise Aura, kina Pakome. Hawa sio wabaya lakini tumewaona na tunajua nini ambacho wanaweza kufanya. Signings ambazo zinaweza kuleta tofauti, the real difference, ni washambuliaji wawili ambao Yanga imewasajili. Kabisa. Ashraf Junior, kwa nini tusichukue muda huu kuwapongeza Yanga kwa kuwa na hiyo pool angalau kuchukua mchezaji kutoka Mamelodi Sundowns? Nafikiri mimi niliweka wazi pia jana Instagram. Msimamo wako ulishaweka kwamba niliwapongeza. Unajua ukiangalia profile ya mshambuliaji, huu ndo usajili bora wa washambuliaji kwa waliosajiliwa kwenye ligi yetu. Na by profile ni kwamba ndio mshambuliaji bora kwenye ligi yetu mpaka sasa hivi. Kwa kuangalia profile hajawahi kuja kwenye ligi yetu hapa mtu ambaye ana historia kama aliweka Peter South Africa. Okay. Na and mind you, sorry kidogo niweke muktadha. Wanaposema kwamba Peter Shalulile ni mfungaji bora wa muda wote, yale magoli karibu 130 ni kwenye top flight peke yake. Ana balaa ambalo kwa sababu katika historia ya Shalulile amecheza misimu 11 kwenye ligi ya South Africa, na katika hiyo misimu 11 misimu mitatu au miwili ni first division. Misimu mingine ndio top flight akiwa na Highlands Park ambayo katika wakati wake amewahi kupanda na kushuka nayo mara mbili, na misimu mingine ilikuwa na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ukihesabu na yale magoli ya first division comfortably magoli 150 yanafika. Kwa hiyo Ashraf, tuna mshambuliaji bora kabisa kwenye ligi yetu hata hajaingia uwanjani. Yani unajua kuna wakati tunatakiwa tuwe wa kweli jamani. Unanielewa Kwani Evans sio mkweli? No, nisikilize. Wewe ongea tu, watu ni wa kweli kwa sababu wewe kwanza jana usiku nimeona umesema kwamba maisha ya Yanga, yani kuna kitu cha Yanga kinakwenda kibadilika kikubwa. Kwenye ligi kwa sababu swala la opinions za watu sio swala la uongo na ukweli, ni opinions. Kwamba mimi nafikiria hivi, nafikiria hivi. Sijui unanielewa? Nilikuwa nakwambia kwamba Yanga wameleta mshambuliaji ambaye kwa hivi karibuni kwenye ligi yetu hajawahi kufika. Ndio unanielewa? Kwa nini? Ni kwa sababu ya aina ya uchezaji wa Peter. Hata kama kwenye misimu mitatu minne ya mwisho hakuwa na performance nzuri, lakini unajua huyu ana tofauti mkubwa sana na washambuliaji wengine. Kwani anachezaje? Sijui unanielewa? Huyu ni pocha. Huyu ni pocha. Huyu ni mchezaji ambaye anahitaji nafasi chache sana kuweka mpira wavuni. Nilikuwa namsikia Evans kwamba kuna baadhi ya washambuliaji wamewahi kupita hapa na walikuwa ni active kama alivyokuwa Mayele, si ndio? Mayele alikuwa anahitaji nafasi nyingi kufunga. Sijui unanielewa? Yani utofauti wa Mayele na Shalulile anahitaji nafasi chache kuconvert. Labda nikiongeza kitu kwenye tofauti hapo. Utofauti mwingine ni kwamba Mayele ukiondoa tu kuwa mshambuliaji anayefunga, he was an all round player ambaye kuna wakati yeye alikuwa anafanya kazi kubwa ya kuwatengenezea wenzie. For sure. Kwa hiyo Peter Shalulile anakaa kwenye boxi. Sijui unanielewa? Kwenye nafasi 3-2 anakuweka Juma. Moja kati ya usajili bora ambao Yanga wamefanya, mimi nimeaccept, na nafikiri kwangu mimi huu ndio ushambuliaji yani huu ndio usajili bora namba 1. Na mimi in terms of washambuliaji, mimi I think Shalulile ni mshambuliaji mzuri kuliko Mayele. Yes, naungana na wewe. Kamanda Jeff. Tuko pamoja lakini. Na support anachokizungumza. Ni wakati wao mimi naunga mkono. Sawa. Wanasema wapati clip yangu huko. Acha Ashraf apate clip yake ya Instagram. Ndio Ashraf. Yes, yani mimi nilivyosikia kwamba Yanga wamefanikisha kumsajili huyu mshambuliaji, nilistoka to be honest. Sasa umeshtuka nini? Yani kuona kwamba Yanga wame advance kuja kumpata mshambuliaji bora, unajua. Wewe kushangaza ni ile kulipa hiyo $700 ya Simon. Yes, kwanza huo uthubutu na kumpata unajua huyu hakuwa na offer tu ya kuja Yanga. Alikuwa na offer pia za kwenda sehemu nyingine ambazo ni bora pia kuliko ligi ya Tanzania, unanielewa? Lakini hiyo convincing power kumshawishi kuja kuungana na timu kama ilivyokuwa Yanga, manake watu wamefanya kazi, unanielewa? Mimi ni shabiki mkubwa wa Peter Shalulile na ni moja kati ya washambuliaji bora Afrika ambao nimeona wakiwa wanacheza kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mimi nasubiri kuona, na hata kama ikija ikitokea akashindwa kuweka out kama vile ambavyo alikuwa anafanya huko alikotoka, bado kwangu mimi haitaondoa kwamba Yanga walifanya moja kati ya sajili bora. Mtu ambaye anazungumzia kuhusiana na issue ya age ya Shalulile, maana jana nilikuwa naona watu wanajaribu age, unaelewa?
aliwahi kwenda Ibra Kadabla United na aliwasaidia kubeba Europa. Unaelewa? 34 miaka. Alikuwa miaka 34. Unakumbuka? Lakini na alikuwa mshambuliaji bora. Na wakubwa ambao wamewahi kuja hapa kama alivyokuwa anasema Evans, kuna mchezaji alitoka Newcastle kaja hapa Bigirimana. Yule alikuwa hata uwezo wa kucheza wakati ule alikuwa hana kwa matatizo ya injury na yule alikuwa mkandarasi pia. Kama huyu sasa. Yule alikuwa mkandarasi. Unajua kwa kitu kimoja. Achana na umeona huyu ni active player. Unaelewa? Katoka Mamelodi, sawa timu ilishaanza sawa. Katoka wapi? To be fair Ashraf, tusimkosee heshima Gael Bigirimana. Wakati anakuja hapa alikuwa ni mchezaji na ndio maana alisajiliwa, lakini historia yake kwa misimu miwili iliyopita kabla ya kusajiliwa alikuwa kwanza hajacheza mechi nyingi, alikuwa na issues za kimkataba na klabu zake, lakini alikuwa na amepata maradhi fulani ambayo nadhani sio sawa kwa disclose in public, ambayo yalikuwa yanasababisha asicheze, and on top of that kulikuwa na injuries pia. Sawa. Kwa hiyo yani yule alikuwa ni mchezaji ambaye hizi worries Evans anazisema kwa Shalulile zilikuwa ni mara 10,000 kwa yule mchezaji, na ndio maana it never worked out kwa sababu hatukumuona hata uwanjani kwenye mechi hata moja. Sawa, Ashraf, maliza hoja yako. Mimi nilikuwa maana kwamba huungani na watu ambao wanaamini kwenye umri, kwa sababu kama tuna mtu kama Chama hapa ndani na miaka 34 sasa hivi anafika, na kuna wachezaji wengi anawazidi wakalibaki. Mfano kwenye mechi ya juzi ile nilikuwa namwangalia Ino Loemba anavyocheza, nikasema kwenye position Chama atacheza sana kuliko Ino Loemba. Kagere wakati anakuja Simba hapa na akaterrorize defense zetu hapa kwa misimu ile, lakini Kagere alikuwa aggressive sana. Unajua alikuwa na umri gani Kagere? Sasa jamani tumache kama dabalizi kaka, mmoja kati ya washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa kufanya pressing na kusumbua backline ni pamoja na Peter Shalulile, afu ana uwezo mkubwa kukimbia nyuma mabeki. Unamzungumzia Shalulile yupi Juma? Tuweke vitu kwenye muktadha sahihi. Unajua Kagere, ndio wewe Juma umeanza kumsikia Kagere lini anacheza mpira? Siku nyingi akiwa Rwanda. Tupe mwaka, hata kama ni okufisia tu, tupe mwaka. 2010 nadhani nimemsikia 2010. Sasa by 2010 Kagere alikuwa kesha kuwa prominent player kwa misimu kama 5 hivi tayari. Hiyo 2010 yako unayoisema hiyo tayari alikuwa amesha kiwasha. Yani Medi nakumbuka, if I'm not mistaken, mwaka 2004 alikuwa tayari anacheza ligi ya Uganda. Na bado alikuja hapa, na kwa hiyo age is nothing brother. Okay, mimi naye pia alikuwa coach, unajua. Hakuwa mshambuliaji wa mambo mengi. Yes, kwa sababu kama uliwahi kumwangalia Kagere, achana na huyo ninayekutajia wa kwenye ligi tu ya Kenya hapa. Yeah, sure. Alikuwa very very active. Kwa sababu Kagere effectively alikuja Tanzania kumaliza mpira wake, unajua. Kwa hiyo in terms of umri, kama Kagere alifanya yale katika umri ule, then Shalulile anaweza kufanya hata mara mbili. Mimi labda Evans bado kubaliani. Bado kubaliani, na labda kuna hoja ya mtu kama Anthony Modeste ambaye alitoka Ujerumani na kwenda Al Ahly na kufanya vizuri. Labda huenda pia hicho ni kitu ambacho kinakufanya pia uamini hivyo, kwamba wakati mwingine unaweza kumsajili mchezaji ambaye ni very top kutoka kwenye timu ambayo ni kubwa, kutoka kwenye bara fulani au sehemu hiyo, tuseme kama hapa Afrika, na ashindwe kufanya vizuri. Tumemzungumza Shalulile ni mchezaji mzuri na ametoka timu bora, lakini watu kama kina Anthony Modeste pia walikuja Afrika, na watu wakasema okay, hata kama wana umri mkubwa lakini wanaweza kadeliver kwa sababu experience ya Europe ni tofauti na Afrika. Kwa hiyo anaweza akafanya hivyo pia. Na hata wakati unataka kuzungumza wakati Modeste anakuja, kilichokuwa kwenye vichwa vya watu ni kwamba alikuwa Dortmund. Yes. Ushaelewa? Yani watu wakisikia tu hilo neno. Umeona sijui amepita Augsburg, sijui FC Cologne. Lakini alipokuja hapa watu sijui alicheza hivi, alikuja Tanzania kuna wakati alicheza kwenye ile mechi ya African Football League. Na watu wakamkaba hapa na kufanya lolote, na watu wakasema kumbe hamna kitu. Yani mimi ambacho nasubiri kuona ni Peter akiwa uwanjani kwenye ligi yetu, akiwa amechomekea uwanjani pale. Yes, na unajua kwa nini mashaka yangu yanakuwa makubwa? Ukiangalia graph yake namna ilivyo, na tumeona wachezaji wengi sio na struggle sana kucheza mechi viwanja vya ugenini. Anaweza kwenda kukitwanga na kukuongezea hapo, Ashrafu atajibu hilo baadaye. Akumbuke kwamba Peter anakuja sasa, anaenda kucheza uwanja wa Fountain Gate. Simple. Pale pazuri. Simple anacheza. Kuna viwanja tumeona mvua ikinyesha jamani. Na South Africa uwanja ni mzuri. Bado Evans ndo anaongea, mimi nakwambia tu utakuja utajazia hapa. Uone kwamba je, inawezekana Peter alikuwa comfortable kwenye viwanja bora South Africa. Anakuja atakutana na uwanja wa Uhuru tu ndo bora, ama Chamazi ama wapi. Akianza kutoka ugenini wanakwenda Mbeya huko, mvua imenyesha. Mambo yanakuwa magumu. Kaa kwenye box tu yule kaka. Yule anakaa kwenye box unasubiri mali.
Anasubiri bali. Kwa hiyo kuconvert sio issue. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Utofauti sio mkubwa. Ukipata nafasi pia ya kupiga story na baadhi ya wachezaji ambao wanacheza wametoka South Africa kama kina Neo Maema wale, kina Rushan Deruk pia wanakuambia mwanzoni inakuwa hard, si ndio? Wanavotoka kule, lakini wana adapt kwa haraka sana Juma. Unanielewa? Kuna mtu hapa alikuwa anazungumza kuhusiana na Rushan Deruk kwamba mchezaji bwana anaachwa na Mamelodi Sundowns atakuja kuwa mchezaji kwenye ligi yetu. You understand? Lakini wote tulikubaliana kwamba Rushan Deruk alifanya kazi bora. Neo Maema baadaye watu walikuja waka accept kwamba kile alichokuwa anakifanya ni kitu kizuri. Nafikiri ulitakiwa kuwa mfano bora pia kwa watu wengine kwamba unaweza kaachwa na Mamelodi Sundowns kwa sababu ya mahitaji yao na klasi ambayo wako nayo na ligi ambayo wanacheza. Unanielewa? Lakini kwenye ligi yetu haina huo ugumu ambao sisi tunauzungumzia Juma. Yani yetu haina huo ugumu. Huo ugumu ambao sisi tunaukusa. Ugumu ambao watu wameshindwa kufikisha magoli 20 tena wakifikisha wanafika wamechoka. Nisikilize, kwa sababu hao washambuliaji wenye hiyo quality hatuna, tuna washambuliaji wa kawaida kwenye ligi yetu. Ndio maana inakuwa ngumu wao kuweza kufikisha hao magoli Juma. Lakini wao kutofikisha hao magoli haimaanishi kwamba ligi yetu ni ngumu to that extent. Sawa? Nimekuambia hivi. Tuna washambuliaji wa kawaida. Yes.